Tukio hilo limezua hofu miongoni mwa wakazi wa kitongoji cha Mbugani, huku wananchi wakitaka mwanamke huyo kuhama katika kitongoji hicho kutokana na tabia za ushirikina vilivyobainika. Kwa jina naitwa Idrisa Mohamed. Nimemkuta huyu mama akiwa akitokea kwake. Baada ya kufika hapa karibu na boma, alishachimbia dawa mara ya kwanza. Baada ya kuchimbia dawa ya kwanza akarudi. Baada ya kurudi akafika kwenye mti hapa mgunga. Alipofika kwenye mgunga akapigiwa simu akaambiwa, "Je, ile dawa uliochimbia sio sahihi. Pale sio panyewe, rudi kachimbie vizuri." Alivyorudi nikamkuta anaanza kuchimbia. Baada ya kumkuta anachimbia nikampiga fimbo. Baada ya kumpiga fimbo akachukua kisu anataka kunichoma mimi. Baada ya kuona anataka kunichoma tena nikampiga fimbo ya kichwa. Ilikuwa ni saa 8 usiku. Kwenye usiku wa saa 10 kasoro nilipigiwa simu na jirani yangu ambapo tumepata taarifa kwa balozi kwamba kuna mama kakamatwa uchawi. Kweli tulitoka usiku huo tukaja, tulivyokuja tukamkuta yule mama amekalishwa pale, lakini kaishapigwa na ni muda mrefu. Tunasikia kweli huyu mama ana tabia hiyo. Kwa majina naitwa Zefania Godfrey Mohamed. Kwenye muda wa saa 8 za usiku hivi nilipigiwa simu kwamba kuna mchawi ameshikwa kwa Mama Zeituni. Nikawa nimefika kwenye eneo la tukio nikakuta wamemshika yuko hapo. Wakamuambia, "Ulikuwa ukifanya nini?" Akasema, "Nilikuja kuchimbia dawa." Alikuwa yuko uchi. Alikuwa uchi wa mnyama, hana nguo. Kwa hiyo wamama wakawa wamemfunika nguo. Wananchi wamesema huyu mama hawatamhitaji kukaa hapa, aondoke tu kwa sababu anawaletea shida muda mrefu. Hata hivyo, mwenyekiti wa serikali ya kitongoji cha Mbugani Huleni Babati mkoani Manyara amethibitisha kutokea kwa tukio hilo, huku jeshi la polisi likiendelea na uchunguzi wa tukio hilo ili kubaini ukweli na mazingira ya tukio pamoja na kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria. Mimi kwa majina naitwa Jonathan Daudi Wamo, mwenyekiti wa kitongoji cha Mbugani. Mnamo saa 9 kasoro nilivyoacha simu, katibu akanipigia simu kwamba kuna mchawi amekamatwa hapa kwa Girona Mama Zaituni, ambaye ni jirani yake Mama Gift maarufu Mama Gift. Ndio nikaondoka nikafika hapa, nikakuta kwa watu wamejaa na nikamkuta hapo yuko chini, kuta ameshajifunika nguo, watu wakaendelea kuja. Basi tukamoja hapo, shida nini? Akasema nilikuja kuloga kwamba huyu mama sijui amenitupia madawa kwamba naugua kisukari. Yeye ndo ananiloga. Kwa maneno alikuwa anaongea. Tukamwambia hizo dawa umechimbia wapi? Ndio akaenda kafukua pale kwenye mlango wa boma la ng'ombe. Dawa nyeusi ziko kwenye kitambaa cheusi na kisu kilikuwa kiko pale. Ndio hivyo taharuki katokea kama hiyo. Yeye nimemkuta amepigwa rungu wa kichwa. Sababu naye alikuwa anajibu shambulizi kwa maelezo niliyosikia. Alivyokuta na yule mlinzi wa boma, naye alikuwa anajibu shambulizi na kisu nataka kumchoma. Ndio akapigwa rungu wa kichwa kaanguka chini. Watu walikuwa wanamsema ni mchawi, lakini sasa nilikuwa sina uhakika, lakini leo ndio tumeshuhudia kwamba ni mchawi kweli. Kwa tabia kama hii ni mbaya sana. Mtu alikuwa na malengo yake, lakini mtu anakuja anamrudisha nyuma, anaanza upya. Tabia hii kwa kweli tunaomba ikome, na huyu mama kwenye kitongoji hiki hatutamhitaji tena.